Bwana msikilizaji, mambo yanazidi kupamba moto Nancy na Roy wametekwa na ahadi imetolewa ya kwamba watamfuata Bobby. Yani anayefuata kutekwa ni Bobby na watu wote anaowapenda. Je, nini kitatokea? Na vipi kuhusu Bobby? Atafanikiwa kumpata rafiki yake Roy na Nancy? Nikakwambia usikose kuungana nami katika sehemu ya 19. Hatimaye mzigo huu hapa, sehemu ya 19. Movie tamu kabisa ya kuitwa The Evil Game kutoka kwake jamaa kuitwa Edazaria G Msulwa. Mimi naitwa Uncle J Simulizi. Karibu sana. Karibu ndugu yangu. Taratibu Bobby alikaa kwenye sofa huku akiwa anawaza nini cha kufanya. Video fupi iliingia kwenye simu yake na akaifungua. Video hiyo ambayo ilikuwa haijaonesha namba. Alipoitazama video hiyo, Bobby alimwona rafiki yake kipenzi Roy pamoja na Nancy wakiwa kwenye chumba cha giza huku wamelala chini. Midomo yao ilikuwa imezibwa, mikono yao ikiwa imefungwa kwa nyuma na miguu yao nayo pia ikiwa imefungwa cheni nene. Ikasikika sauti nzito kutoka kwenye ile video ya kwamba Bobby, tunakuja kwa ajili yako na uwapendao. Sauti hiyo nene nzito kutoka kwenye hiyo video ilimfanya Bad Lady pamoja na Spana wote wamtazame Bobby aliyekuwa ameshika simu yake huku akitetemeka kwa hasira kiasi cha mishipa yake ya damu kutanuka mwili mzima. Mishipa yake ya damu ilitanuka, nakwambia, mwili mzima, usoni, shingoni na mikononi, kitu ambacho Bad Lady wala Spana hawakuwahi kukishuhudia kwa Bobby. Shit. Nitawaua wanaharamu nyenye. Bobby alizungumza kwa sauti kubwa, sauti iliyojaa uchungu mwingi mno. Alisimama na kisha akamkabidhi Spana simu hiyo. Sikiliza Spana, nataka utafute na uniambie hawa mbwa ni akina nani na ni nani alinitumia hiyo video. Bobby alizungumza kwa sauti iliyojaa mikwaruzo mingi mno. Yule dogo wa IT ambaye ni Spana akasema sawa mkuu. Alitoka ndani hapo. Bobby aliubamiza mlango kwa nguvu na kumfanya mpaka mwanamama Bad Lady anyanyuke na akamfuata kwa nyuma. Mwanamama huyu Bad Lady alimkuta Bobby akiwa ameinamia meza iliyokuwa jikoni huku akilia kwa uchungu mno. Bad Lady alisimama kwenye mlango wa kuingilia jikoni hapo. Akataka kupiga hatua kumfuata Bobby alipo, ila alisita. Akaondoka eneo hilo ili amwache Bobby aliye kwa uchungu mpaka pale atakapomaliza hasira zake, basi atakuwa sawa kwa ajili ya kuongea. Bad Lady alirudi katika chumba cha siri, akamkuta yule dogo Spana akiitazama video hiyo kwenye TV kubwa. Spana alionekana kuongea kwa kusema, Madam, hawa watu hawa wanaonekana wanatufahamu. Spana alizungumza huku akimtazama Bad Lady aliyekuwa akikazia macho video hiyo huku akisikilizia kwa umakini mno. Shemeji. Be? Hapo inaonekana Bad Lady mawazo yake yalikuwa mbali mno. Nimejaribu kufuatilia hii video ila nimeshindwa kwa sababu waliotuma hii video wametumia ujuzi mkubwa sana. Kwanza wa kufunga kodi za video hiyo. Siwezi kujua imetoka wapi na wala aliyetuma ni nani, na hata sauti inayosikika kwenye video siwezi kabisa kuitambua. Bad Lady aliendelea kutafakari akilini mwake na kisha akaitoa simu yake mfukoni. Akaingia katika hifadhi ya namba za simu katika Google Drive. Akaitafuta namba moja ambayo ni ya miaka mingi sana hajawahi kuitafuta. Aliipiga na kwa bahati nzuri simu ilianza kuita na kisha ikapokelewa. Hello? Bad Lady alizungumza na mtu upande wa pili wa simu, akawa amekaa kimya. Hello? Bad Lady. Ni mimi naongea. Upo kweli kwenye dunia au ni mzimu wako? Nipo duniani. Nilisikia umekamatwa na serikali ya Tanzania na umefungwa na huko upo kifungoni.
na nikasikia kwamba umeuawa. Ni moja ya njia iliyonisaidia kuishi hadi sasa. Hebu naomba unisikilize. Kiukweli nahitaji sana msaada wako. Ndio, nakusikiliza. The Evil Game amekamata watu wangu wawili, tena watu wangu wa karibu sana. Umeanza lini kuingia bifu na The Evil Game? Nakuomba unisikilize. Nahitaji unitafutie ni wapi walipopelekwa, na ikiwezekana nitafutie Evil Game mwenyewe. Bad Lady, unatambua yule jamaa ni Ghost. Hakuna anayejua sura yake halisi zaidi ya jina lake. Sasa naanzaje kwa mfano kumpata na kumjua? Nisikilize, na kupatia dola milioni 2. Nitafutie ni wapi wamewapeleka, na ikiwezekana nitafutie namba ya Evil Game. Okay, sawa, nitakurudia. Okay, nashukuru. Hapo Bad Lady alikata simu huku akiwa anamtazama yule dogo wa IT Spana usoni mwake. Nisikilize Spana, jibu litakalopatikana kutoka kwa huyo mtu litatusaidia. Madam, kwani huyo uliongea naye ni nani? Hupaswi kuweza kumjua kwa sasa. Kikubwa inatupasa kuwapata Nancy na Roy. Ni vyema ukaendelea na majukumu yako. Bad Lady alizungumza na kisha akatoka ndani hapo, akarudi jikoni. Aliporudi jikoni, alimkuta Bobby akiwa amekaa chini kwenye kona moja ya jiko, huku taa za eneo hilo zikiwa zimezimwa. Na ndipo taratibu mwanadada Bad Lady alikaa pembeni ya Bobby huku akimtazama Bobby. Nisikilize mpenzi. Marafiki zetu ni wametekwa, ila hawajakufa. Unapokuwa mnyonge na unapokuwa dhaifu kwenye kipindi kama hiki, kinampa adui yako nafasi ya kuzidi kusonga mbele zaidi na zaidi. Natambua Roy ni kama ndugu kwako na mmejuana kwa kipindi kirefu mno. Ila baby, tupo kwenye uwanja wa vita. Lazima tunyanyuke na tupigane, haijalishi vita ni ngumu kiasi gani. Wewe ni shujaa mme wangu, na taifa hili siku moja litakuimba, na kama sio kukuimba, basi sasa vitabu vitaandikwa juu ya operation mlioifanya kumwokoa rais. Hapo mwanadada Bad Lady alizungumza kwa sauti ya upole sana. Nisikilize mume wangu. Kwa sasa mambo yameingiliana, ila hakuna budi kuendelea kupambana. Wamemweza Roy, ila amini ya kuwa hawatokuweza wewe. Kama watu 12 walifika hapa na 6 ukawaangusha kwa mikono yako wewe mwenyewe, basi hata waje 100, na uhakika mume wangu una njia ya kupita na wakajiokoa. Nisikilize. Hofu yangu ni kukuweka wewe na mtoto matatani. Nikiwa kama baba na mume, ninaumia kuona kipindi hiki cha ujauzito wako. Ulipaswa kupata muda mzuri wa kupumzika, ila imekuwa ni muda wa heka. No. Usijali mume wangu. Mimi ni mpambanaji, na unajua vizuri nilipotoka. Nilikuwa adui kwako, ila sasa hivi nimekuwa mke wako. Simama, hatuna muda wa kupoteza. Tutampata huyu mbwa na tutamshughulikia kwa kiwango ambacho hatakuja kakaa kaamini ya kwamba ameshughulikiwa na mikono yetu. Hili ndilo litakuwa tukio lake la mwisho kulifanya, na tutamzika mzima. Nadhani tunaelewana. Bila nakuelewa. Naam. Hapo mwanadada Bad Lady alimvuta Bobby karibu yake, akampiga busu lililojaa hisia kali na uchungu mwingi. Nilikuwa ni mtu mbaya hapo mwanzo. Sasa hivi nitafanya kila liwezekanalo kuwa mtu safi. Nakupenda sana mume wangu. Nakupenda pia mke wangu. Asante kwa maneno yako, na yamenipa nguvu sana tena sana. Asante. Naam, msikilizaji. Basi wakasimama na kuondoka jikoni hapo, huku Bobby akiwa ameshika simu yake akimtafuta Ruben, na kisha akampigia. Ruben, kuna video nimetumiwa hapa. Hiyo video inasemaje? Na kutumia hapo chifu uitazame. Mimi naendelea kumtafuta mhusika. Okay, sawa, nitumie. Ruben alikata simu aliyokuwa amepigwa na Bobby, na kisha alifungua hiyo video. Wakaitazama na mheshimiwa rais kwa pamoja. Rais akasema
hawa washenzi sana hawa, rais alizungumza huku akiwa anajaribu kuwaza. Lakini mheshimiwa, tuna mtu ambaye anaweza kutusaidia kwenye hili. Nani anaweza kutusaidia kwenye hili? Ni Madam Nadia au umesahau? Alafu kweli, acha nimtafute kwanza Nadia tumweleze hili jambo. Naam, rais alifungua draw ya meza yake, akatoa pale simu aliyopewa na Nadia. Aliiwasha na kisha akapiga namba aliyoikuta hapo. Simu ilianza kuita na kweli ilipokelewa. Sijatarajia kupata simu yako mapema kiasi hiki mheshimiwa. Ni kweli mkuu, ila nimepata tatizo jingine. Tatizo gani? Mmoja wa vijana wetu ambaye anaitwa Roy pamoja na mpenzi wake ambaye ni ACP Nancy wametekwa usiku huu na kundi la watu wasiojulikana. Na pia watu hao walivamia nyumbani kwa Bobby, ila walishindwa kwa sababu Bobby aliwahi kuwapelekea mashambulizi. Kuna video wamemtumia hapa Ruben, na wanadhihirisha kwamba na wanahakikisha kwamba watamteka na Bobby. Hebu nitumie video nione. Sawa, Ruben anakutumia video sasa hivi. Okay, sawa, nashukuru kwa taarifa, acha nilishughulikia. Okay, asante sana mkuu. Hapo rais alikata simu na Ruben akawa tayari ameshaituma video hiyo kwa Nadia. Ruben akasema, mheshimiwa, tayari nishamtumia. Sawa, hebu tusikilizie huku vijana wakiendelea kuwasaka wahalifu. Mimi acha nikapumzike, na asubuhi nahitaji kupitia faili za kipindi chote ambacho mimi sikuwepo ofisini. Sawa mheshimiwa. Naam, rais alitoka katika ofisi iliyopo kwenye makazi yake anayoishi na kisha akaelekea moja kwa moja chumbani kwake. Vipi mume wangu, kuna usalama kweli? Usalama sio sana. Imekuwaje tena? Yule kijana mmoja katika timu ambayo walikuja kutuokoa kule Peru ametekwa na mpenzi wake. Hivyo tunaendelea kufanya juhudi za kuhakikisha anapatikana. Mungu wangu. Hawa watu mbona wana nguvu hivi? Wameanza kuwateka mpaka walinzi wako. Itakuwaje mume wangu? Kutekwa kwa huyu inatokana na swala jingine na sio watu waliotuteka sisi. Ila nitahakikisha wanarudishwa salama kabisa nchini. Mume wangu, kuna mpango wa shetani unaoendelea kuzunguka kwenye hii nchi. Hebu tafadhali mume wangu, na kuomba japo utenge siku moja tu, viongozi wa dini waliombee hili taifa. Sawa mke wangu, nitaandaa hiyo siku, na pia tutafute siku moja ya kutoa shukrani zetu kama familia kwa kipindi chote tulichopitishwa. Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Naam, mke wa rais, yani mwanamama Salu, alizungumza kwa sauti ya upole iliyojaa wasiwasi ndani yake. Naam, upande wa pili tunapata kumwona Naima akizungumza mara baada ya kufungua mlango wa chumba alichokuwa amelala. Vipi? Ni safi tu Naima, tunaweza tukaongea? Ndiyo Nadia. Nadia alipita hadi ndani ya chumba hicho cha Naima, akafunga mlango. Nisikilize Naima, yule kijana aliyekuwa anakukodolea macho ya matamanio ni ametekwa. Mungu wangu, imekuwaje tena? Naima, sijajua imekuwaje, ila kuna hii video imetumwa kwa yule rafiki yake anaitwa Bobby. Na kabla sijaliingiza hili jambo kwenye Scorpion, ninahitaji tujue kama lipo ndani ya uwezo wetu tuweze kulitatua au la. Naam, hapo Naima alipokea simu hiyo kutoka kwa Nadia. Akaitazama video hiyo kwa muda kidogo. Kwani wamesema ni akina nani? Hapana. Nadia, hebu mpigie kwanza yule mwenzake huyo Bobby ili tujue hili jambo limekaje. Naam, ni kweli Nadia ilibidi ampigie simu Bobby. Bobby, habari za muda huu? Sio nzuri. Najua. Unaongea na Madam Nadia hapa. Samahani mkuu, kidogo kichwa changu kipo kasi, hivyo sijaweza kuitambua sauti yako kwa haraka. Usijali. Ruben kanitumia video uliotumiwa.
nataka kujua Bobby kwa sasa uko wapi? Ndiko nyumbani kwangu. Nitumie location, nitakuja usiku huu. Okay, nashukuru. Naima, jiandae, twende. Hili swala inabidi tukaliongea pale pale kwake. Nadia alirudi chumbani kwake, alijiandaa na wakaondoka nyumbani kwake hapo wakiwa na mlinzi mmoja tu. Naam, msikilizaji, mlio wa message iliyokuwa imeingia kwenye simu yake ulimshtua Ryan kutoka usingizini. Ryan akatazama pembeni ya kitanda na hakumwona Monica. Alichukua simu yake na kufungua ujumbe aliokuwa ametumiwa kutoka kwa Nadia. Alishushwa kidogo na video aliyokuwa ametumiwa kwa sababu anamfahamu Roy. Ryan ilibidi aulize imekuwaje tena. Ryan alizungumza huku akiendelea kuitazama video hiyo. Mlango wa chooni ukafunguliwa na Monica akatoka huku akiwa amejifunga taulo. Ryan, ndio. Mzee Eddie amenipigia simu. Anahitaji nikaonane naye kwenye ubalozi wa Tanzania. Kuna kikao cha maandalizi ya kuuaga mwili wa mzee Max hapa Ujerumani. Yaani saa hizi? Ndio. Hiyo video ni ya nani tena? Monica, kuna komando tulihusika naye kwenye operation ya kumwokoa rais. Ametekwa yeye pamoja na mpenzi wake. Ni akina nani tena hao? Sijajua, lakini Nadia ndo amenitumia hii video hapo. Okay, sawa Ryan, acha mimi nielekee huko. Tujipange kurudi nchini Tanzania na tutaongozana sijui na maiti. Okay, poa, acha mimi basi nifuatilie hili swala. Okay, sawa. Naam, Monica akamalizia pale kuvaa nguo zake na kisha alitoka ndani hapo. Ryan ilibidi ampigie simu Nadia. Yes, hello. Abe. Imekuwaje tena kwa huyu dogo? Mbona ametekwa kizembe? Yaani acha tu. Hivi nakumbuka ile operation ya Somalia? Nakumbuka. Sasa yule aliyeharibiwa maabara yake ndio anataka kulipiza kisasi. Wewe usiniambie. Iko hivyo. Vijana wametekwa na wanateka na wapenzi wao. Kwa hiyo jambo limekuwa ni gumu sana hili. Uko wapi saizi Nadia? Mimi ndo niko nyumbani kwa Bobby na nimekuta miili ya watu 6 ambao waliwaua kwa sababu nao pia walikuja kupiga tukio kama walilolipiga kwa rafiki yake. Yeye hawajamweza ila rafiki yake wamemweza. Kuna nafasi yote ya kuweza kumwokoa? 50 kwa 50 mtu wangu, nisikudanganye. Okay, sawa Nadia. Basi utanipatia mrejesho. Okay, poa Ryan. Naam. Nadia alikata simu huku akimtazama Bobby aliyekuwa amekaa kwenye sofa yeye pamoja na mpenzi wake. Jamani, mmesema anaitwa Evil Game? Naima alizungumza huku akiwa amepakata laptop yake mapajani. Ndiyo. Huyo mtu hayupo kwenye database ya nchi yoyote. Hili jambo sio rahisi kumpata kwa kupitia database za kiserikali za taifa lolote. Huwezi kumpata kama ndo unamtafuta kwa namna hiyo, huwezi kumpata. Badileti alizungumza kwa kumwambia Naima, na ndipo hapo simu ya Badileti ikaanza kuita. Akaipokea kwa haraka mno. Ndio. Ile kazi ulionipa sijafanikiwa kumpata jamaa wala kujua ni wapi walipompeleka huyo aliyetekwa. Ila kuna mtu nimegundua ambaye anaweza kukusaidia kujua hawa watu wako wapi na nani aliyehusika kuwateka. Mtu gani? Na kutumia hapo picha yake na maelezo yake. Mtu huyo atawasaidia kwa kiwango kikubwa mno kwa sababu nimepata taarifa na ukaribu na huyo jamaa. Okay, sawa, asante. Badileti alipomaliza, watu wote wakamtazama Badileti aliyekuwa anamaliza kuzungumza na simu. Badileti akafungua picha aliyokuwa ametumiwa na ndipo Badileti akasema, jamani, nimetumiwa picha. Huyu mtu hapa. Tukimpata huyu, anaweza akatusaidia kujua Roy pamoja na Nancy wamepelekwa wapi na tunaweza tukamjua mhusika wa hili tukio. Badileti alizungumza huku akimkabidhi Bobby simu. Bobby akaitazama hiyo picha. Huyo mtu alishindwa kumtambua. Ilibidi akabidhi hiyo simu kwa Nadia. Nadia akasema, huyo mtu namjua. Ni mfanyabiashara mkubwa tu wa madini Kahama na ana hoteli 4 za kitalii.
moja iko Mwanza, nyingine ipo Zanzibar, 2 zipo Dar. Jamani, basi tumtafute tujue yuko wapi. Naima alizungumza huku akiwa anapokea simu hiyo kutoka kwa Nadia. Haikuwa kazi ngumu kwa Naima kumpata mwanaume huyo sehemu alipo. Jamani, ninapozungumza na nyinyi kwa sasa, nilipofuatilia, huyo mtu yupo Mbezi mwisho Goba, eneo hili hapa kwenye laptop. Kama mnavyoona, inaonekana ni kama godown kubwa hivi. Ngoja kwanza, ngoja. Naima alizungumza huku akiendelea kuminyaminya button za laptop yake. Akahamishia anachokiona kwenye laptop yake na kikaonekana kwenye TV kubwa iliyopo hapo sebleni. Video hiyo ilikuwa inaonekana kwa juu kupitia satellite, ikionyesha kundi kubwa la magaidi waliovamia nyumbani kwa Nancy na Bobby, wakiimarisha ulinzi eneo hilo, jambo lililowafanya wote kuamini kuwa Roy na Nancy watakuwa wamehifadhiwa hilo eneo. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Uwezo wa Naima unawapa matumaini ya kutambua ni wapi Roy na Nancy waliposhikiliwa. Unahisi nini kitatokea, msikilizaji? Jamani, sikilizeni. Nadhani hatuna haja ya kujisumbua kwenda mbali. Rafiki yako na mpenzi wake watakuwa wameshikiliwa hili eneo. Nadia alizungumza huku akimtazama Bobby. Jamani, mimi nimetuma drone ndogo, ipo hewani. Inabidi tupate uhakika wa kujua kama ni kweli au la. Picha za satellite hazionyeshi vizuri kwa sababu zinachukuliwa kutoka mbali, juu sana angani. Yule dogo Spana alizungumza huku akiendelesha drone yake ndogo kwa kutumia simu yake. Spana, hiyo drone itafika mara baada ya muda gani? Kama dakika 5 tu kutoka hapa saizi, Spana alijibu. Na kweli mara baada ya dakika chache drone hiyo ikawa eneo la juu la godown hilo kubwa ambalo limezungushiwa ukuta mkubwa na ndani yake kuna jengo moja la godown. Kwani hapo nje wako wangapi walinzi? Nadia aliuliza huku akiwa anatazama hiyo video ya drone. Spana akasema wapo 18. Hebu ingiza hiyo drone ndani ya jengo kidogo. Ishushe kwanza, ingiza ndani ya jengo tone. Spana akaiendesha hiyo drone ndogo yenye umbo la nyuki, akaingia ndani ya jengo hilo pasipo mtu yote kuweza kugundua chochote. Mbona hawapo kwenye hili eneo? Badaledi alizungumza huku akitazama godoni hilo likiwa lina gari moja aina ya Toyota V8. Hebu sogeza hiyo drone hapo kwenye hiyo gari hiyo nyeusi hiyo V8. Nadia alizungumza na yule dogo Spana akasogeza drone hiyo mpaka nyuma ya kioo cha nyuma na akasimamisha hiyo drone. Ndani hakuna mtu. Spana alizungumza hivyo. Bobby akasema, kusimama hapa haitosaidia kwetu kuto kumpata huyo mtu. Acha twende eneo la tukio. Tukiwakamata tutajua tu ni akina nani wanahusika. Bobby alizungumza huku akiwa amejawa na hasira. Simu yake ilianza kuita, alitoa mfukoni mwake kwa haraka sana. Bobby akasema, ni private number ndo inanipigia, sijui ni nani. Bobby alizungumza hivyo huku akitazama simu yake iliyokuwa inaita. Ilibidi aipokee na kisha akaweka loudspeaker. Natambua serikali yako na wewe mwenyewe mnaendelea kumtafuta Roy na Nancy. Nahitaji ujisalimishe, la sivyo watakufa na nitakuletea vichwa vyao. Naam, ilikuwa ni sauti nzito ilisikika kwenye hiyo private number. Wote walishtushwa na shambulizi la anga katika godauni hilo, na watu wote waliomo katika eneo hilo wakalipuliwa na mabomu mawili ambayo hayajulikani ni wapi yalipotokea. Na hapo hapo simu ikakatwa na kumfanya Bobby atokwe na macho. Naima, hebu nipe kitu. Nadia alizungumza huku akishika kiuno. Hili shambulizi sijajua limetokea wapi, hapa kwenye satellite alionekani kabisa. Naima alizungumza huku akiwa amechoka kweli kweli. Spana akasema, drone yangu imelipukia kwa ndani. Nadia akasema, hii issue iko very serious. Nadia alizungumza huku akitazama video hiyo.
Hivi yule mfanyabiashara naye kafia ndani ya godauni lake ama? Badiledi aliuliza huku akiwa amesimama. Naima akasema ndio. Bobby, simu yako ili niweze kutambua namba iliyokupigia. Bobby ilibidi amkabidhi Naima simu yake, akaendelea kuitafuta namba iliyokuwa imempigia, ila hawakuweza kupata. Aise, hao jamaa wako vizuri. Jamani, acheni mimi niende eneo la tukio. Baby, twende wote. Hapana, weka hapa, wewe ni mjamzito. Bobby alizungumza huku macho akiwa umetawaliwa na uwekundu utokanao na hasira. Kama mlivyosikia kwenye hii simu nilopigiwa, mimi ndo wananihitaji. Acheni mimi niende. Bobby, hebu nisikilize. Fikiria kama professional. Alafu kumbuka hii ni vita. Walichocheza hapa ni mind game kwako. Watakuzunguka pale utakapoonyesha udhaifu. Inahitajika utulize akili. Taifa liliwekeza kwako mpaka ukafika kwenye hiyo level. Hivyo hebu tuliza akili kwanza na sio tu kukurupuka kwenda eneo la tukio. Nadia alizungumza huku akimtazama Bobby usoni mwake. Nisikilize Nadia. Nimepewa mafunzo ya kujilinda mimi mwenyewe, na endapo nitakamatwa itakuwa ni jambo rahisi kwa mimi kupambana na adui. Hivyo natambua ananipigia mke wangu sasa hivi, hapo ni mjamzito, siwezi kuyahatarisha maisha ya mke wangu. Na kama wananitaka mimi, acheni nijitoe eneo atakaloweza kuniona. Bobby, hebu tulia kwanza. Nadia alizungumza hivyo. Baby, Badiledi naye alizungumza huku akimfuata Bobby eneo alilokuwa amekaa. Nisikilize, nakuhitaji. Mtoto wetu anakuhitaji pia. Tafadhali. Badiledi alizungumza huku machozi yakimlengalenga usoni mwake. Naima akasema vikosi vya jeshi na zimamoto wamefika eneo la tukio. Naima alizungumza huku wote wakitazama eneo la godauni hilo, na wakaona vikosi vya jeshi la ulinzi la jeshi la zimamoto wakifika hilo eneo. Okay, sawa, nimewaelewa. Bobby aliposema hivyo, mwanadada Badiledi alitoa simu yake mfukoni na kisha akampigia mtu wake. Ebu nipatie kitu kingine kitakachonifanya nimpate huyu mtu. Naongeza $1 milioni iwe $3 milioni. Alizungumza maneno hayo Badiledi. Watu wote humu ndani wakawa wanabaki wanamtazama yeye. Okay madam, nipe dakika 10. Okay sawa, nasubiri. Badiledi akakata simu hiyo. Nadia ilibidi amuuliza Badiledi, huyo ni nani unaongea naye? Badiledi akasema huyu ni mtu wangu ambaye nalifahamu ili kundi. Tunachotakiwa ni kukipata hapa ni bosi wake. Okay, vizuri. Acheni mimi nipige simu 2-3. Nadia alitoka ndani hapo na akatoka nje. Aliingia ndani ya gari lake, alipiga simu kwa rais wa Marekani. Mkuu, habari yako? Salama, tunahitaji unisaidie kitu. Kitu gani tena mkuu, utaji mimi nikusaidie? Hebu nitafutie mhalifu anayeitwa Evogame. Evogame? Ndio. Mbona tulishamkamata? Ni dada mmoja tulimkamata Mombasa miezi kadhaa iliyopita pamoja na mfanyabiashara kutoka Dubai. Na ninavyoongea na wewe wapo gerezani hivi sasa. Hebu nisikilize, nyinyi mmekamata matawi na sio shina. Shina bado lipo. Tumia vyombo vyako na ninasubiria jibu sasa hivi. Okay, sawa mkuu. Hapo Nadia alikata simu, alishuka ndani ya gari na kisha karudi ndani. Jamani, kwa taarifa niliyopewa ni kwamba kiongozi huyo anaitwa Evogame. Alikamatwa miezi kadhaa Mombasa pamoja na mfanyabiashara kutoka Dubai. Nasra sio Evogame. Badiledi alizungumza hivyo. Kwa hiyo mnafahamu juu ya kukamatwa kwa huyo Nasra, si ndio?
Ndiyo. Nasra alikuwa ni mke wa bosi wangu aliyeitwa Bata, na Bata alikuwa yuko chini ya Nasra, na Nasra alikuwa na mahusiano na mfanyabiashara mmoja kutoka Dubai. Badiledi alizungumza hivyo. Bobby akasema, tunafahamu kukamatwa kwao hao. Okay, basi nimempa mtu kazi ya kuweza kunitafutia huyo mhusika mwenyewe. Wakati Nadia anazungumza hivyo, simu ya Bobby ilianza kuita. Bobby akaitoa simu mfukoni na kuona ni namba ya Ruben. Chief. Bobby, kuna ndege moja ya kivita iliingia katika anga letu na kushambulia eneo la Goba. Waliweza kucheza na rada zetu, na rada zetu zilichelewa kuwaona. Ninavyozungumza hadi sasa hivi, marubani wetu wameshaidungua hewani. Hapo waliposhambulia kuna mtu ambaye tulikuwa tunamhitaji. Mtu gani? Kuna mfanyabiashara mmoja ambaye anahusika na kuingiza vikosi vya magaidi nchini ambavyo ndo vimenishambulia mimi nyumbani kwangu na kumteka Roy pamoja na Nancy. Aise? Yeah. Spana, una video ulio rekodi? Ndio kaka. Mtumie Ruben. Sawa. Ruben, unatumia video hapo inayoonyesha hao jamaa, na tulikuwa tupo kwenye harakati za kuweza kuwashambulia, ila wameshambuliwa, sijajua ni kwa sababu gani. Sikiliza Bobby, nahisi watakuwa wameshambulia kutokana na kuona nchi imeshafungwa na itakuwa ni hatari kwa wao kutoka, na wanajulikana, na ndio maana wakajificha hapo na yakatumika maamuzi ya wao kuuliwa. Ruben, pia nimepigiwa simu na namba isiyoonekana, na alinipigia simu amenitaka nijisalimishe, ila hawajaniambia ni wapi. La sivyo watamuua Nancy pamoja na Roy. Ila tutawapata tu. Okay, utanipatia basi ripoti ya chochote kinachotokea. Okay, sawa. Naam, hapo Bobby akakata hiyo simu. Bobby akasema, jamani, kuna ndege ya kivita iliingia nchini na kushambulia hilo godown, ila imeshadhibitiwa na kudunguliwa, na inaonyesha kuwa jamaa wamejipanga. Nisikilize Bobby, hawawezi kushindana na mamlaka ya hii nchi. Nadia alizungumza huku akiwa anatazama simu yake, na kisha Nadia akaipokea simu hiyo. Yes, hello? Mimi nimepewa ripoti sasa hivi na CIA. Sasa hivi wanasema kweli waliowakamata sio Ivoge mwenyewe. Huyo Ivoge mwenyewe yuko wapi? Na kutumia faili lake, na pia kuna binti yake yuko anasoma hapa Marekani, ambaye kama unamhitaji unaweza kuagiza timu ya watu akampata. Okay, vizuri, nitumie picha za huyo binti na sehemu alipo. Zipo kwenye hilo faili. Okay, nashukuru. Nadia alikata simu na kisha aliingia kwenye barua pepe yake, akalifungua faili hilo lililokuwa limeandikwa siri kwa maandishi. Maandishi hayo yalikuwa yameandikwa kwa wino mwekundu. Akalisoma na kisha akamkabidhi simu Naima. Okay, nafanyia kazi taarifa ya kwanza na ya pili. Naima akalisoma faili hilo na haikuwa kazi kubwa kwake. Baada ya kukamilisha alichopewa akifanyia kazi, akakihamishia kwenye TV ya hapo sebleni. Ni anaitwa Sebastian Don Bosco, rais wa Afrika Kusini mwenye asili ya Marekani. Huyu ndo Ivoge mwenyewe. Anamiliki kampuni 3. Moja ni utengenezaji wa sampuli za magari, 2 ni kampuni ya utengenezaji wa wine pamoja na whisky, na 3 ni kampuni ya utengenezaji wa viatu. Ana utajiri wa dola bilioni 83.8. Naima alizungumza hivyo huku akiwa anatazama picha za watu wote. Binti yake anaitwa Maria Sebastian Don Bosco. Yuko New York. Ni mwanamitindo, akiendesha kampuni yake mitindo nchini Marekani inayoitwa AD Fashion. Hey, hola. Jamani, tusikilizane. Nadia aliingilia kati. Sasa basi, hii operation sasa itafanywa na Scorpion. Tunakwenda kumpoteza jamaa mazima. Bobby, naamini utakuwa umeshaliweka vizuri hili kichwani mwako, lile pendekezo nilowaambia. Ndio madam. Okay, vizuri. Hapo Nadia alitafuta namba moja, akaituma picha ya Maria na kisha akaipiga. Mkuu, umeipata hiyo picha nilokutumia? Ndio mkuu.
asiuliwe mtu, nahitaji ifanyike kwa uharaka, kwa usafi na ukimya wa hali ya juu, na kisha mnitumie video mkiwa mmemshikilia. Ndani ya nusu saa madam, utaipata hiyo video. Okay, kazi nzuri. Naima akakata hiyo simu. Jamani, nahitaji kinywaji sasa nimwagilie moyo wangu. Mna whisky gani kali kali hivi? Zipo nyingi tu madam. Hapo Nadia alizungumza hivyo huku akinyanyuka kwenye kocha lililokuwa amekaa. Sasa twende huko tukamwagilie moyo. Bobby, kuwa na amani mdogo wangu. Hivyo ndivyo dunia inavyoongozwa. Rafiki yako Roy atapatikana. Nadia alizungumza huku akitabasamu na kumfanya Bobby ashushe pumzi taratibu kidogo, maana amani ikaanza kuutawala moyoni mwake. Waliingia jikoni na Badiledi akamuonyesha Nadia kabati liloko limejaa chupa za wine pamoja na whisky. Hebu nitolee hiyo hapo. Nadia alizungumza na Badiledi alitoa chupa yenye whisky, akaweka barafu kwenye glasi moja na kisha akamiminia pale Nadia kinywaji hicho huku akiwa anatazamana na kumfanya Badiledi atabasamu. Nadia, nimekuwa nikisikia Scorpion na leo siamini kama nimekutana na kiongozi wa Scorpion. Badiledi alizungumza huku akifungua chupa ya maji na kuanza kuinywa taratibu. Inaonyesha ndoto zako ni kuwa na kitu kama hiki, si ndio? Hapana bana. Kitu ambacho kwenye maisha yangu Mungu alichonipatia kama karama ni kuweza kumsoma mtu usoni mwake na kujua mawazo yake. Kama una taasisi yako ifanye ishughulikie masuala mema na sio mabaya. Sasa mimi naitolea wapi jamani? Kumpatia mtu dola milioni 3 kwa dunia ya sasa hivi kwa kazi ya kumtafuta mtu mmoja. Wewe sio mtu mdogo. Kwa sababu huwezi kutoa kiasi kikubwa iko cha pesa kama hicho kwa shughuli kama hii. Ushauri wangu tu ni mdogo tu kwako. Sio dhambi kumiliki taasisi zenye kufanya kazi za siri kama Scorpion, ila hakikisha inafanya kazi zilizo njema. Na endapo watu wako watafanya kazi zisizo salama, tutakumbana tu, na kwa bahati mbaya basi jua tutasambaratisha hata kile kidogo ulichonacho. Nadia alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Badiledi. Nisikilize, Bobby anakupenda na ikiwezekana mshirikishe kwenye kile unachokiamini. Kitu gani? Badiledi aliuliza swali la mtego na taratibu Nadia akamsogelea karibu akamwambia, nisikilize wewe mwanamke. Najua umehusika kumteka rais na pacha wake yuko kwenye nchi yako. Kilichokuwa kwenye hii ni amri ya kuhakikisha rais haendelei kuwa madarakani kutokana na sisi tumeshajua siri zake. Bila hivyo sasa hivi ungekuwa ni adui yetu na labda tungekuwa tuongei kama hivi tunavyoongea sasa hivi. Na kutunzia hii siri kwa sababu mume wako haijui, ila usije ukavuka mstari kama ulivyovuka mara ya kwanza kuleta maafa ndani ya nchi. Watu kama wale huondolewa madarakani kimya kimya bila kumwaga damu za watu wengine. Usitumie nguvu, unatakiwa kutumia akili. Nimekupenda kwa sababu umethubutu. Nadia alizungumza kwa sauti ya kunong'ona huku akiwa na tabasamu pana usoni mwake. Alitoka ndani hapo na kumwacha Badiledi akitetemeka kwa uoga, kwani hakufikiria kama kuna mtu atakuja kujua kuwa yeye ndiye aliyehusika katika kumteka rais. Lo, ebane. Mambo yanazidi kupamba moto, siri ambayo Badiledi hakutegemea kwamba itajulikana, ila Nadia ameweza kuijua. Je, maisha ya Badiledi kuanzia sasa ataishije? Allah, lakini pia moto wa Evil Game anasakwa vibaya mno. Uraisi anapatikana. Noma. Bwana tuendelee mtu wangu. Naam. Badiledi akajiweka sawa huku akishusha pumzi taratibu. Badiledi mara baada ya kuambiwa maneno yale na Nadia, aliishiwa power. Ilibidi atoke jikoni Badiledi akiwa na chupa ya maji, akakaa kwenye sofa alitokuwa amekalia hapo awali. Bobby alisikika akisema, "Baby, unaendeleaje?" Bobby alimuuliza mkewe Badiledi kwa sauti ya upole huku akimtazama usoni.
najisikia kizunguzungu. Alisema hivyo Bad Lady. Nadia huku akitabasamu akasema hiyo ni hali ya kawaida tu, kwa maana mama mjamzito kumtokea kitu kama hiko ni kawaida, na isitoshe tupo kwenye hali kama hii. Nadia alizungumza huku akitabasamu. Bobby akasema mke wangu, twende ukapumzike basi. Bobby alizungumza kwa upole. Bad Lady akasema hapana, siwezi kulala mwenyewe huko juu ikiwa sijajua nini kinaendelea. Basi jilaze hapa baby. Bobby alizungumza huku akionyesha mahaba tele kwa Bad Lady, huku akichukua kimto kidogo cha sofa na kukiweka kwenye sofa la watu watatu, na Bad Lady alijilaza kwenye sofa hilo taratibu. Ghafla simu ya Nadia ilianza kuita na Nadia akaipokea simu hiyo. Yes, hello? Madam, kazi imekamilika. Nitumie video. Nimeshaituma, angalia tu kwenye akaunti yako. Okay, sawa. Mnaweza mkaja naye nchini Tanzania? Ndio madam. Basi ondokeni muda huu na mumlete. Okay, sawa madam. Nadia alikata simu hiyo na kuitazama hiyo video aliyokuwa ametumiwa na watu wake. Naamini hapa sasa ngoma itakuwa ni draw. Wenyewe wanamshikilia Roy na sisi tunamshikilia mtoto wao. Nadia alizungumza huku akimkabidhi Bobby simu hiyo, na Bobby akaitazama hiyo video. Hapa imekuwa vizuri. Kazi yetu itakuwa ni rahisi. Inabidi tumpigie sasa hivi. Ngoja kwanza Bobby. Inatakiwa waondoke naye nchini Marekani na kisha baada ya hapo ndo utamtumia hii video. Nashukuru sana Nadia. Nashukuru kwa kila jambo. Usijali, tuko pamoja. Nadia alizungumza huku simu yake ikiwa iko sikioni. Madam, mkishaondoka Marekani nipigeni simu, mnijulishe. Sawa madam. Nadia alikata simu hiyo, na baada ya dakika 40 kijana wake akampigia simu na kumweleza wameshaanza safari ya ndege binafsi. Sasa Naima akasema, jamani, namba zake hizi hapa, huyo gaidi, mnaweza mkampigia. Naima alizungumza na Bobby akanakiri namba hiyo kwenye simu yake na kisha akaipiga. Simu iliita kwa muda na kweli ikapokelewa. Halo? Jamaa huyo alizungumza kwenye simu. Bobby akawa anaisikilizia sauti na kisha Bobby akaitikia yes hello. Umejitahidi sana kuiweza kuijua namba yangu, si ndio? Ni kweli bwana Sebastian Don Bosco. Na mimi unajua unadili na mtu wa namna gani. Hapo Evogame alizidi kushtuka sana kuona jina lake halisi limejulikana. Akamtazama msaidizi wake aliyekuwa amekaa naye ofisini kwake. Nisikilize bwana Sebastian, watu wanakuita Evogame. Wewe ni Sebastian tu bwana. Unaweza kujificha kwa wengine ila sio kwa mtu kama mimi. Na hisi ulinichukulia poa sana kabla hujafanya maamuzi sahihi ya kumteka rafiki yangu Roy pamoja na mpenzi wake. Umetangaza vita ambayo sidhani kama unaweza kuicheza. Naam, Bobby alizungumza huku simu yake ikiwa iko loudspeaker. Nisikiliza we kijana. Kunifahamu jina langu haito kusaidia kwa kile ninachotaka kwenda kukifanya. Sawa we kijana? Sawa. Fanya basi na mimi ili niweze kufanya hiki kitu. Bobby alituma hiyo video ya mtoto wa Sebastian. Sebastian akaifungua video hiyo. Alishtuka sana, kwani katika kitu ambacho hakuwahi kukitarajia ni uwezo wa Bobby kumteka binti yake. Huyu jamaa kuitwa Evogame, mapigo ya moyo yalizidi kumwenda kasi huku wasiwasi wake ukizidi kumtawala. Bobby akasema, endapo utamuoa rafiki yangu Roy na mpenzi wake, basi hakikisha unajiandaa kuzika kichwa cha binti yako bila ya mwili wake. Bobby hapo akakata simu na kumfanya huyu bwana Evogame kutetemeka na mikono yake huku akiwa anaitazama video ya mwanae wa pekee na mwanae kipenzi akiwa amefungwa macho, mdomo na akiwa yuko ndani ya gari. Msaidizi wa Evogame akasema, bosi vipi bosi? Msaidizi wa Evogame aliuliza. Evogame akamwonyesha video huyo msaidizi, video ambayo kwao ikawa ni kama karata mbaya sana kwa upande wao. Hivi wamefikia wapi kwani? Evogame alimuuliza msaidizi wake. Msaidizi akasema wapo njiani wanakuja Afrika Kusini.
Unajua hawa jamaa sikufikiria kama wana uwezo wa namna hii. Sasa mkuu, tunafanyaje? Wewe unahisi nipo tayari mwanangu aweze kuangamizwa na hawa wajinga? Lazima tukubali kwenye hili, tumeshindwa. Siwezi kumwacha mwanangu auawe. Ila sasa mkuu, kwa nini usimpigie simu ukafuatilia? Kwa sababu kuna mitindo mingi ya kubadilisha sura za watu kwenye video. Inaweza kuwa mtoto huyu akawa mtoto wako yuko salama, huyu akawa sio mtoto wako. Anaweza akawa ni AI huyu. Hapo Evogem kwa haraka ikabidi apige namba ya Maria. Hai, unampigia Maria kwa sasa, haipatikani hewani. Acha ujumbe wa sauti, atakutafuta akiwa hewani. Kauli ya mtandao wa simu ya Marekani, ambayo namba ya binti yake ni mmoja wa wateja wao, ilizidi kummaliza nguvu huyu bwana kuitwa Evogem. Mwanangu hapatikani kwenye simu. Mpigie meneja wake. Sawa. Hapo akapiga namba ya meneja. Halo. Nampigia mtoto wangu Maria, simpati kwenye simu. Maria niliachana naye usiku. Tulikuwa tumetoka klabu. Alikuwa na nani? Alikuwa na dereva wake. Hebu mpigie simu dereva wake ujue. Sawa mzee, nipe dakika 2 nampigia. Hapo Evogem alikata simu. Baada ya dakika 5 simu yake ikaita. Mkuu, nimepiga namba ya dereva wake patikani. Nimepiga namba ya nyumbani pia, nimeambiwa hajarudi. Hakuna sehemu nyingine ambayo anaweza akawa amepitia? Hapana, hana mtu ambaye anaweza kwenda kwake. Okay, sawa. Vipi mzee wangu, kuna tatizo? Hapana, nilitaka kuzungumza tu na mwanangu. Sawa mzee. Hapo Evogem alikata simu huku akimtazama msaidizi wake. Nisikilize bwana, tulichokiona kwenye hii video ni kweli. Hawa watu wamemteka mwanangu. Sasa mkuu, tunafanyaje? Hebu kwanza acha kwanza wafike hapa. Sawa. Roy. Nancy alionekana anaita kwa sauti ya chini, huku akiwa wapo kwenye chumba kimoja, huku mikono yao imefungwa kwenye bomba moja ya chuma iliyofungwa kwenye ukuta wa chumba hicho. Roy alikurupuka huku akiwa na mawenge. Hey. Nipo wapi kwani? Roy, sijui, wametuteka na hata sijui tuko wapi. Nancy alizungumza huku akitazama mikono yao ilivyofungwa na pingu katika bomba hiyo. Maumivu makali ya kichwa yakamfanya Roy kutulia kwanza kwa muda kidogo, huku akijitazama mwilini jinsi alivyokuwa amevaa boxer nyeusi. Akatazama mazingira ya eneo hilo, akagundua, akasema tupo ndani ya boti. Boti? Ndiyo, tupo ndani ya boti. Roy alizungumza huku akitazama bomba hiyo ya chuma ambayo imefungwa kwa nati. Akajisogeza hadi kwenye upande ambao bomba hiyo imefungwa na nati 4 zilizozama ukutani. Akatumia nguvu kujivuta, japo pingu zilikuwa zinaendelea kumbana na kusababisha damu kuanza kummwagika, ila kadiri juhudi ya utumiaji wa nguvu unavyozidi kuzaa matunda, akafanikiwa kuing'oa nati zote. Akajitoa kwenye hiko chuma na Nancy naye akajitoa kwenye nondo hiyo. Nancy akafungua draw ya kabati ndogo iliyomo ndani ya hiko chumba, huku Roy akiwa amesimama mlangoni kuhakikisha yote anayefungua na kuingia ndani wanashughulika naye. Nancy bangili moja ya hereni akainyosha na akaitumia kufungua pingu yake. Akaivua na akamfungua Roy pingu zake. Nancy akampiga pale busu Roy. Yule dada wa kazi yuko wapi? Alikuwa amejificha store, hivyo sidhani kama walimkamata. Roy mara baada ya kumaliza kujifungua akashika pale kitasa, akajaribu kukifungua, ila kwa bahati mbaya mlango huo ukawa umefungwa kwa nje. Wakasikia kama vishindo vya mtu akitembea karibu kabisa na huo mlango. Roy ilibidi amsogeze Nancy nyuma yake na kisha wakajiandaa mlango kifunguliwa. Kweli bwana, mfunguaji wa mlango bila hata kutumia tahadhari akafungua mlango na kuingia ndani. Roy akamtuliza kwa kumpiga kigoti cha kifua chake na kumvunja mbavu kabla hatajafika chini. Akamdaka shingo yake kwa kumpiga kabali, akaivunja shingo ya adui.
Nancy akachukua bastola ya huyo mtu pamoja na bunduki na magazine alizokuwa amezichomeka kwenye suruali yake. Roy akamlaza huyu mwanaume chini taratibu kabisa, akamvua suruali yake na kisha kavaa yeye. Vipi, uko salama? Yadi, uko salama. Hebu vai. Roy alizungumza huku akimkabidhi Nancy vest ya kuzuia risasi, na Nancy akaivaa. Akamkabidhi Roy bunduki aina ya F200. Akafungua pale mlango na kutazama nje na kuona pale ngazi zinazopandisha kwenda juu. Akaishika vizuri bunduki hiyo na kuanza kupanda ngazi kwa kwenda juu kwa mwendo wa taratibu na umakini, huku Nancy akiwa anamfuata kwa nyuma Roy, akiwa anatazama walipotoka. Roy akachungulia, akaona wanaume wawili wenye bunduki wakiwa wamesimama wakiimarisha ulinzi eneo hilo. Roy akamwambia Nancy, kuna watu wawili. Roy alizungumza huku akiwa amechuchumaa. Nancy akampa bastola ambayo tayari wamefunga kiwambo cha kuzuia sauti ya risasi. Roy alipokabidhiwa hiyo bunduki, akanyanyuka pale kwa kasi mno, akawapiga risasi mbili. Walinzi hao wote wawili wakaanguka chini na kufariki. Akaziwai maiti hizo. Alimvua mmoja wapo jaketi la kuzuia risasi na akavaa yeye. Roy akachukua kisu cha maiti moja aliyokuwa ameiua na akachukua na bunduki kama aliyokuwa amempatia Nancy, na kisha Roy akasema inabidi tutafute chumba cha manahodha. Nancy akasema sawa. Wakaziondoa maiti hizo, wakazifungia kwenye moja ya chumba, kwa sababu boti hiyo ni boti ya kifahari na sio kubwa sana. Wakaondoka hilo eneo kwa umakini wa hali ya juu. Wakafika kwenye mlango wa chumba cha manahodha. Wakasikia sauti ya mwanaume mmoja akisema, tumebakisha lisali moja kufika, mkuu. Roy aliposikia hivyo akajua okay, wanapopelekwa huko imebakia lisali moja mpaka waweze kufika. Roy akagonga ule mlango mara mbili. Kwa ile akafunguliwa na mwanaume mwenye bunduki. Bila hata ya kujua mambo yameharibika, Nancy akampiga risasi ya kichwa huku akijirusha ndani kwa sarakasi. No. Nancy alizungumza huku akinyanyuka akiwatazama manahodha wawili waliotaka kuchomoa bastola zao viunoni. Akasimama huku Roy akiingia ndani hapo. Roy akahoji, tunaelekea wapi? Roy aliwahoji hao manahodha. Roy alihoji hivyo na wale manahodha walikaa kimya wakibaki wanatazamana. Mmoja akakiuka tahadhari aliyokuwa amepewa na Nancy, si akachoma bastola yake kiunoni. Kabla hajafanya chochote nahodha huyu, Nancy akafyatua risasi 4 zilizama kichwani mwake nahodha huyu, ikapelekea ubongo wake kumwagika. Nahodha akasema, msiniue. Nahodha aliyebaki alizungumza huku akiwa katika hali ya wasiwasi. Roy akamwambia, tupo wapi na tunaelekea wapi? Roy alirudia hilo swali. Yule nahodha akasema, tunaelekea Afrika Kusini. Mpo ngapi? Tupo watano. Nancy akasimama kwenye TV kubwa iliyofungwa CCTV kamera zilizopo kwenye hiyo boti. Akakagua kama kuna mtu mwingine aliyesalia. Nancy akasema hakuna mtu aliyesalia. Nancy alijibu huku boti hiyo ikigeuzwa taratibu kabisa. Roy akasema shukran. Roy alizungumza na akampiga risasi ya kichwa nahodha huyo. Pale pale alifariki. Roy, unaweza kuendesha boti? Mama watoto sija alikuwa na amani. Roy alizungumza huku akitazama rada iliyopo eneo hilo. Akaongeza pale mwendo kasi wa boti hiyo na wakaanza safari ya kurejea nchini Tanzania. Nitafutie dawa. Ndo natafuta hapa first aid kit box. Nancy alizungumza huku akifungua milango ya kabati iliyomo ndani hapo. Alipata box yenye rangi nyekundu na akafungua ndani na akakuta vichupa vya dawa, bandage na vifaa vya kusaidia. Alichukua pale vidonge viwili vya kutuliza maumivu. Akachukua chupa ya maji kwenye friji dogo iliyopo ndani hapo, akamkabidhi Roy na Roy akainywa. Roy aliminya batani za simu iliyopo mezani huku akiweka mkonga wa simu hiyo pembeni na kuminya batani ya loudspeaker. Simu ilianza kuita na baada ya muda ikapokelewa. Oya Bobby. Roy. Ya, ni mimi naongea. Oya, mko wapi nye? Tupo kwenye boti moja ambayo inaelekea Afrika Kusini. Tumefanikiwa kuwadhibiti na tuko salama. Thank you God. Nancy na Roy wakasikia kelele ya shangwe kutoka kwa Bobby na watu waliopo pembeni yao. Nancy shemeji yangu na yeye yuko salama? Ya, niko salama shemeji. Yes. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Acha sasa niwasiliane na rais na ikiwezekana itumwe helikopta ya jeshi iweze kuwafuata. Okay, sawa mwanangu.
naweka hapa GPRS on. Mtaitafuta meli ilipo. Okay, poa, nakurudia. Ngoja kwanza Bobby. Hivi kwanza aliyetuteka ni nani? Maana tulikuwa tunapelekwa Afrika Kusini. Sikia Roy, aliyewateka ni yule mpuzi Evogem. Evogem? Yeah. Na hata sisi pia alituvamia nyumbani kwangu, ila mimi niliwahimili. Ila tulifanikiwa kumkamata mwanae ambaye yuko njiani kuletwa nchini Tanzania. Hivyo kama nyinyi mpo salama, ni wakati sasa wa yeye kujisalimisha mikononi mwetu ili mwanae aweze kuwa huru, la sivyo atampoteza mwanae mazima. Naam, aliongea maneno hayo Bobby. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Nancy na Roy wamefanikiwa kujiokoa wao wenyewe, huku mtoto wa Sebastian Don Bosco, yani mtoto wa Evogem, akiwa njiani kuletwa Tanzania. Unahisi nini kitatokea? Mtoto wa Evogem anasakwa. Je, unahisi atapatikana? Hatari mtu wangu. Bwana, tuendelee kuenjoy. Mzigo bado unaendelea huu. Oya Bobby, umefanya kazi nzuri sana mwanangu. Sasa mmemtambua huyo Evogem yuko wapi? Kwa taarifa tulizonazo ni kwamba Evogem yuko Afrika ya Kusini. Afrika ya Kusini? Bro, kama ni hivyo, unaonaje mimi na Nancy tukageuza hii boti tukaenda Afrika Kusini kwenda kuumaliza mchezo? Hapana Roy, hatujijua nguvu alionayo Evogem ni ya ukubwa kiasi gani. Ni lazima kwanza tumpime kwanza kwenye hili. Maadamu mtoto wake tunaye na tunamshikilia, wewe rudi kwanza nyumbani Tanzania. Okay, sawa. Nimekupata bro. Alafu pia Naima, naona pameshawapata kwenye location. Hivyo taratibu za kuwafuata hapo mlipo na helikopta zinaanza. Tuchapu kwa haraka, wala hata usiwaze Roy. Okay, poa Bobby, shukrani mwanangu. Hapo Bobby alikata simu, huku uso wake ukiwa umejawa na furaha kubwa mno. Mimi hapa ninachokiwaza ni kwamba inabidi helikopta iweze kutumwa kwa uharaka sana, kwa sababu baharini kuna kila aina ya mambo. Wanaweza wakapita kwenye zoni ya maharamia, au jamaa anaweza akawa na submarine zake na akaamua kuweza kuwazika mazima. Hivyo mimi nadhani tueni macho kwenye hili. Naam, Naima alizungumza huku laptop yake akiwa ameipakata mapajani mwake. Bobby akasema okay sawa, ninawasiliana na Ruben hapa, hakuna shida. Bobby alizungumza hivyo huku simu ikiwa iko sikioni mwake. Yes, hello. Bobby, nipatie report. Nini kinaendelea? Mheshimiwa, ndio kwamba Roy pamoja na Nancy wameweza kujikomboa, na ninavyoongea na wewe kwa sasa hivi wapo kwenye boti wanarudi nchini Tanzania, ila wanahitaji uwezekano wa kuweza kutumia helikopta ya jeshi kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu bahari unaijua ina kila aina ya uharamia. Okay, sawa. Basi nitumie eneo walipo, na rais amekusikia, inatumwa helikopta kuwafuata haraka iwezekanavyo. Nashukuru sana chief. Naam, hapo Bobby alikata simu huku akitazama kwenye TV, wakitazama ramani jinsi boti aliyopo Roy na Nancy ilivyokuwa inazidi kuchanja mbuga. Nadia alitazama simu yake mkononi. Saizi ni 1:20 asubuhi. Nahisi ni vyema mimi nikaenda kupumzika, kwa maana kwamba kama ni shughuli sasa imekuwa ni nyepesi kwa namna moja ama nyingine. Endapo wakishafika nchini Tanzania wakiwa na Maria, basi Bobby nitaweza kuwajulisha. Na okay, ni sawa. Hebu naomba tuongee kidogo. Bobby, ndio. Nimempenda mke wako. Ngoja niongee naye kidogo pembeni. Okay, ni sawa, kuna shida madam. Hapo Nadia pamoja na Bad Lady walitoka nje. Twende tukaongele kwenye gari. Nadia alisema hivyo, na kweli waliingia ndani ya gari
na wakakaa siti ya nyuma, huku gari likiwa limewashwa AC ikiendelea kutoa upepo mwanana ndani ya gari hilo. Nadia, unajua utamfanya mume wangu apatwe na maswali mengi sana kuhusiana na hivi vikao vyako vya mimi na wewe kila wakati mimi na wewe hatujuani kabisa. Nisikilize bad lady. Kuhusu huyo mume wako utamwambia kwamba tulikuwa tunaongelea swala la maumivu yako na kuna dawa nimekuunganisha na daktari ambaye ni mama mkwe wangu, hivyo ataweza kukusaidia. Mama mkwe wako? Yeah, ni daktari bingwa wa wanawake. Yupo nchini Japan. Sawa. Nisikilize bad lady. Ninachotaka kukijua ni kuhusiana na uhusiano wako wewe na Kurwa. Mlijuana vipi? Hapo bad lady alikaa kimya huku akimtazama Nadia usoni mwake. Labda tu nikwambie bad lady, siri yako itaendelea kuwa salama. Kwanza nataka kujua Nadia, umejuaje ni mimi? Bad lady, labda tu nikwambie usichokijua, usichokijua ni kwamba Scorpion tupo kila sehemu ya dunia, na hata ndani ya jeshi la Kurwa kule Colombia tulikuwa tuna watu ndani yake, watu walotupitishia taarifa ya eneo alipokuwa rais, na ndio maana uliona tumekwenda Colombia na kisha tukaenda kumwokoa Peru. Kwa naamini umenielewa hapo nilichokizungumza. Nimekuelewa. Ufanyaji wetu wa kazi wa Scorpion ni wa tofauti, ama niseme ni wa ajabu kwa kiasi fulani, sehemu ambayo mtu unaweza ukahisi ya kwamba hatupo, ila tupo, na ndio maana ninaweza nikamtafuta mtu sahihi kwa wakati sahihi na akanifanyia kazi kwa usahihi na mambo yakawa sahihi vile vile. Nadia, umewezaje yote hayo? Ni misingi tu ambayo iliwekwa na mwanzilishi ambaye ilikuwa ni babu yangu. Ubaya ni kwamba alianzisha Scorpion kwenye malengo ya kudhuru wenye haki. Walijaribu kuchukua mamlaka kimabavu. Akaja kurithi mamangu, na mwisho wa siku nikaja kurithi mimi ambaye nimeiweka Scorpion katika hali ya kuhakikisha ya kwamba tunaifanya dunia kuwa ni sehemu salama. Na mimi utakuwa umepata mwanga kidogo juu ya swala hilo la Scorpion. Ndiyo. Turudi kwenye swali la msingi. Kurwa ni nani? Nataka kumjua. Kurwa ni kakaangu. Kakaako kivipi? Marehemu babangu alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya babake na Kurwa. Baba alikuwa ni kama muhasibu wa kampuni hiyo. Baba alikuja kugundua kuwa mke wake wa kwanza ambaye kabla ya kuolewa mamaangu ana mahusiano ya siri kimapenzi na babake Kurwa, kitu kilichomfanya kujiapiza kulipiza kisasi kitakachomuumiza baba yake Kurwa. Siku mama yake Kurwa anajifungua, baba alimuiba Kurwa na akamwacha Doto. Kurwa alilelewa na mamangu mimi, ambaye alikuwa ni mke wa pili wa baba mara baada ya kuachana na mke wake wa kwanza. Alimlea kwa siri sana na mama alimpatia upendo wote kama mwanae. Basi baada ya miaka kadhaa nikaja kuzaliwa mimi, ila mama alinielezea kuwa baba aliuliwa na Doto ambaye ndio huyu rais wa sasa wa Tanzania. Ulikuwa ni msiba mkubwa sana kwao kwa kipindi hicho, kwa sababu baba alikuwa anauawa, mimi nilikuwa ndo mimba yangu ni changa sana, ipo tumboni. Hivyo nilivyozaliwa tu mimi niliishi na Kurwa, na niliishi na Kurwa kama kakaangu, na Kurwa hakusita kuniheshimu kama kiongozi wake kwa sababu kuna maagizo ambayo baba alikuwa amemwachia. Na okay. Sasa bad lady, kwa hiyo vita yenu nyinyi na rais ni vita binafsi, si ndio? Ndio. Kurwa anachokitaka ni kumiliki haki yake ambayo hakuwahi kuimiliki kutoka kwa wazazi wake.
Sasa nisikilize Bad Lady. Rais kwa sasa amejiunga na Scorpion. Kuna siri ambazo hatukuzijua kabla ya kuweza kujiunga. Je, una kitu gani ambacho tunaweza tukamtoa kwenye nafasi yake na kakaa kwa karithi anachokihitaji? Hapo namaanisha mali na sio nafasi ya urais. Nitakupa mrejesho wa hilo swali lako. Okay. Lengo lako kwake ni lipi? Ni kwamba rais ameniulia babangu. Hicho ni kisasi ambacho yani nimekiapa kukifanya. Nilitaka kumuua akiwa mateka ili nafsi yangu iweze kuridhika, alafu hiyo nafasi ya rais aichukue Kurwa, ila mambo hayakwenda vile nilivyokuwa nimepanga. Hebu niletee ushahidi wa kumuondoa madarakani na kisha utakuwa ni nafasi yako ya kuweza kulipiza kisasi. Sawa, nitafanya hivyo. Swali jingine ambalo nataka kukuuliza. Bobby unampenda kweli au ulikuwa karibu na Bobby ili kulipiza kisasi? Bobby nimempenda na ndio maana nimekubali kumbebea mimba tumboni mwangu. Na okay. Sawa, usimuumize Bobby. Kwa sababu hawa ni moja kati ya asset ambazo tunajiandaa kuwa nazo kwa kipindi kirefu mno kwenye majukumu yetu ya Scorpion pamoja na nchi kwa ujumla. Kwa mimi nipatie ushahidi ili niweze kukusaidia kulipiza kisasi. Sawa. Nashukuru kwa muda wako Bad Lady. Nawe pia. Nadia alishuka ndani ya gari huku akiwa anashusha pumzi taratibu. Alirudi ndani na Nadia aliondoka eneo hilo na walinzi wake, akamwacha Naima. Spana, hivi Bobby uko wapi? Shemeji, braza yuko jikoni kula anaandaa kifungua kinywa. Bad Lady ilibidi aelekee jikoni. Alimkuta Bobby mumewe akiendelea na kazi ya kuandaa kifungua kinywa. Baby vipi? Safi mume wangu. Nahisi usingizi. Hebu ngoja nimalize kupika chai unye ukapumzike. Vipi madam alikwambiaje? Kuna daktari wa wanawake alikuwa ananiunganisha naye, ila kwa bahati mbaya hatujampata hewani na nilikuwa namuuliza juu ya Scorpion inafanya kazi vipi. Ni hivyo tu mume wangu. Yule madam ni mtu mwema sana. Katika kipindi hiki kifupi tulichofanya naye kazi, ni mtu ambaye anabeba sana tatizo la mtu mmoja kama tatizo lake. Ni mtu mzuri sana. Kwani umeshajiunga naye kwenye hiyo Scorpion yake? Alisema atatuunga kwenye Scorpion yake. Unajua tunafanya kazi za kiserikali, ila ukija kuangalia ndani yake zimejaa usaliti ambao kwa namna moja ama nyingine zinaweka maisha yetu kwenye hatari kubwa mno, alafu hakuna chochote cha thamani ambacho tunakipata. So unataka kuacha kazi za serikali? Nataka kuongea na Roy kwanza atakapofikishwa Tanzania. Tumalizane kwanza na huyu mshenzi aliyetusumbua, na kisha mara baada ya hapo ndo ikiwezekana tufanye maamuzi ya kuachana na kazi za kiserikali. Kwani kuna kipindi tuliachana kabisa na masuala ya kiserikali. Na ulivyoingia tu huu uongozi huu, Ruben alitushawishi sana na si ndo tukarudi tena kazini. Kumbe, ya. Naam, wakasaidiana hapo kuandaa kifungua kinywa kwa kukiweka katika meza ya chakula. Wote kwa pamoja walipata kifungua kinywa na Bad Lady akaelekea chumbani kupumzika. Lakini hapo akilini mwake Bad Lady alikuwa anafikiria ofa aliyokuwa amepewa na Nadia. Hey, jamani. Marubani wa helikopta wapo live. Naima alizungumza huku akihamishia video anayoiona kwenye laptop yake na kisha akaihamishia kwenye simu. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Roy akizungumza kwa kusema, bana mafuta yanazidi kuisha. Roy alizungumza hivyo akilalamika mafuta yanazidi kuisha huku akiangalia mshale wa geji ya mafuta katika hiyo boti. Nancy akasema, helikopta iko mbali hata hivyo. Nancy alizungumza huku akiwa ameshika iPad mkononi mwake iliyokuwa imeunganishwa kuweza kuona safari nzima ya helikopta ya jeshi iliyokuwa inakuja kuokoa.
Vipi kichwa bado kinakuuma? Nancy aliuliza huku akimtazama Roy aliyekuwa ameshika paji la uso. Bado nahisi maumivu ya kichwa. Ngoja basi nichukue barafu. Nancy alichukua pale kitaulo cheupe na kisha akaweka vipande vingi vya barafu na kukifunga na kisha alimpa Roy. Roy akakiweka kitaulo hiko kwenye paji la uso. Baby, hapa kidogo najisikia nafuu. Ngoja basi nikague kwenye hii boti. Okay, sawa. Chukua simu ya upepo hii tuwasiliane. Msikilizaji, kweli bwana, Nancy alichukua pale simu ya upepo. Alitoka katika chumba cha manahodha, akaendelea kukagua eneo la kupumzikia. Aliingia ndani ya chumba cha kwanza kati ya vyumba 4 vilivyomo ndani ya boti ile. Hapakuwa na chochote cha maana. Aliingia katika chumba cha pili, napo hapakuwa na kitu chochote ambacho kina maana. Katika chumba cha tatu bwana, akajaribu kukifungua ila mlango wake ukawa umefungwa. Mpenzi, kuna chumba tu kimoja ndo kimefungwa. Kwa ndani au kwa nje? Kimefungwa kwa nje. Vunja kwa risasi. Kweli, Nancy alipiga risasi 4 katika kitasa cha mlango na kweli kitasa kikavunjika. Alifungua pale mlango huo na kisha aliingia ndani. Mungu wangu, Nancy alizungumza huku akitokwa na macho ya mshangao. Bebe, vipi? Hivi natamani uone hiki ambacho mimi nakiona. Kuna nini huko Nancy? Tumeuaga umaskini. Kivipi? Sijakuelewa. Nancy alishusha pumzi taratibu huku tabasamu likiwa limejaa usoni mwake. Vipande vya dhahabu vilivyokuwa vimepangwa vizuri kwenye mashelfu chumba kizima vilimfanya Nancy apatwe na kigugumizi. Baby? Nakusikia. Unajua sijawahi kuona dhahabu nyingi kama hii ninazoziona hapa. Dhahabu? Ndiyo, njoo uone. Roy ilibidi apunguze mwendo wa boti hiyo, akaisimamisha, akashuka chini alipokuwa Nancy, akashuhudia mzigo mkubwa wa dhahabu. Roy hata yeye alishangaa, mzigo huo ulikuwa ni mkubwa mno wa dhahabu. Tunafanyaje bebe wangu? Unajua huu ni utajiri aise. Hebu kaichukua ile iPad. Okay, sawa. Nancy alirudi kwenye chumba cha manahodha, alichukua iPad aliyokuwa nayo. Nisikilize Nancy, hao majamaa watatufikia hapa baada ya dakika 45. Roy alipiga picha mzigo huo na kisha akatuma picha hiyo kwa Bobby na kisha akampigia simu. Oe Roy, nimeona picha. Sikiliza Bobby, sogea pembeni kidogo tuongee. Bobby akaelekea jikoni. Oe Bobby, tunafanyaje mwanangu? Huu mzigo tumeukuta kwenye hii boti. Huu mzigo mwanangu ni mkubwa kuliko ule mzigo tulioupata kule Kongo miaka hiyo. Ndio hivyo, tunafanyaje ndugu yangu? Na jamaa wanakuja kutuchukua na tulipanga kuiteketeza hii boti. Na hatuwezi kuupandisha kwenye helikopta. Hebu sikiliza, mwambie shemeji yangu Nancy yeye ndo apande helikopta, wewe uje na hiyo boti. Bro, hii boti sidhani kama ina mafuta ya kutufikisha Tanzania. Unajua hii ni tani ya gold mzee. Nimeona ndugu yangu. Ndio maana imetoroshwa kwa boti. Shemeji, huu mzigo endapo tutaupata tunauaga umaskini. Nancy alizungumza huku akiwa na furaha mno. Alafu sasa hii ngoma nataka ibaki kuwa sisi tuko watu watatu. Nakuelewa kaka. Na endapo serikali ikajua, basi tutapoteza hii dhahabu na itataifishwa. Si unajua michezo ya serikali. Nakuelewa Roy. Sasa niko hapa nawaza nini cha kufanya. Nisikilize Bobby, na kama hii boti
itakuwa na mzigo mkubwa kama huu, ni lazima wataifuatilia tu. Haiwezekani kuacha mzigo mkubwa kama huu wa dhahabu eti upotee. Wataifuatilia tu. Roy alizungumza huku akiwa wanatazama hizo dhahabu. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Sebastian Don Bosco maarufu kwa jina la Evil Game. Alisema GPRS ya boti imepotea. Huyu mwamba wa kuitwa The Evil Game alizungumza hivyo huku akiwa na kurupuka kitandani, kwani taarifa alikuwa amepewa ni mbaya mno kwamba boti yake imepotea. Akaambiwa, ndio mkuu, tulitarajia boti ifike alfajiri hii, ila kwa bahati mbaya tumepoteza mawasiliano na boti na hata hatuwapati kabisa kwenye rada. Hiyo maana yake nini sasa? Mkuu, nahisi watu wetu wameuawa. Hivi wewe unajua ni kiasi gani cha damu za wapambanaji wetu nilizozitoa kwa ajili ya kuficha utambulisho wangu uliojulikana? Naam, Sebastian Don Bosco almaarufu jina la The Evil Game alizungumza hivyo huku akivaa suruali na shati. Walitoka chumbani mwake huku akiwa amechanganyikiwa. Wakaingia kwenye control room. Nataka kuona walipotelea wapi. Walipotelea eneo hili hapa mkuu, hapa ndipo ambapo mawasiliano yalipotea. Mkuu wa wafanyakazi wa control room alizungumza hivyo, na ndipo mzee huyu Sebastian akasema, kwa hiyo boti imezama ama ni vipi? Mbona siwaelewi? Mkuu, boti kuzama sio rahisi mkuu. Sasa imekuwaje? Hivi nyinyi mnajua kwenye ile boti kuna kiasi gani cha mali zangu zilizomo kwenye ile boti? Mnajua kweli? Au mnazungumza ujinga gani hapa? Naam, wafanyakazi wote walikaa kimya kwa sababu bosi wao alikuwa anaonekana kujawa na hasira kubwa mno. Hebu niunganishe na wanajeshi waliopo baharini haraka iwezekanavyo. Simu ikapigwa na Sebastian akakabidhiwa pale simu hiyo na huyo msaidizi wake. Sebastian akasema, nahitaji majeshi yote yaelekee uelekeo wa Tanzania. Nataka boti yetu ya Marine Z itafutwe popote pale ilipo. Nadhani tunaelewana. Nataka boti yangu ipatikane. Evil Game alizungumza kwa sauti ya ukali mno. Vibaraka wake wakasema, sawa mkuu. Bwana Sebastian Don Bosco almaarufu The Evil Game akakata simu huku macho akimtoka kwa hasira. Alitoka ndani ya chumba hicho akaubamiza mlango kwa hasira, kwa sababu kadiri muda unavyozidi kwenda ndivyo jinsi mambo yanavyozidi kumharibikia kwa upande wake. Roy na Nancy wamekutana na hazina kubwa ya dhahabu. Je, watafanikiwa kuondoka nayo? Huku Sebastian Don Bosco ametuma jeshi lake kuhakikisha kwamba boti yake inatafutwa. Bado mambo yanazidi kuwa matamu ndugu yangu. Mkuu. Nini sasa na wewe? Mkuu, kama sasa wamekutambua, ni lazima watakuwa wametambua ni eneo gani ulipo. Unaonaje mkuu tukaenda kujificha Russia kwanza mpaka ili swala likakaa sawa? Hivi wewe akili yako hiyo inamwaza mwanangu kweli? Hivi unajua kama mwanangu naye pia amepotea? Mkuu, hawawezi kumuua mwanao. Kama wangetaka kumuua, wangeshamuua. Tumepoteza vijana wengi sana kwa kuficha profile yako. Ila kwa sasa hatuna namna mkuu. Hatuwezi kuendelea kutoa sadaka idadi kubwa ya vijana. Tutapata wapi wanajeshi wenye mafunzo kama hawa ambao tunazidi kuwapoteza kila siku? Mkuu, hii ni vita ambayo tumeianzisha pasipo kumsoma adui yetu kwa umakini sana. Mkuu, tukubali hii vita tumeipoteza. Wanayemtaka hapa sio mtoto wako, wanayemtaka hapa ni wewe. Wamevuruga maabara yetu tuliokuwa tumewekeza mamilioni ya dola. Leo hii wamemkamata Maria. Nini kinakwenda kufuata mkuu? Hatutoweza. Nisikilize wewe msaidizi wangu. Labda tu nikwambie, wao kunikamata mimi hilo ni swala ambalo hawaliwezi. Kunijua haimaanishi kwamba wanaweza mimi kunikamata. Endapo watarudi Afrika Kusini, basi watakufa. Yaani mimi si niko hapa Afrika Kusini.
Kama watasema waje wanifate, nitawaua. Mimi siwezi kukimbia Afrika Kusini. Nisikilize, imarisha ulinzi. Dawa ya vita sio kukimbia, bali kutumia silaha zako zote. Sasa anza kutafuta ni nani ambaye yuko nyuma ya hao majamaa wawili. Mkuu, inawezekana ikawa ni serikali yao inawasapoti. Wewe sio serikali yao bwana. Nimekwambia tafuta nani mhusika aliyopo nyuma ya hawa vijana wawili, kwa maana mimi naamini hii kazi sio ya serikali ya Tanzania. Mimi namfahamu rais wao wa Tanzania vizuri sana, na ndo kwanza ametoka kutekwa. Alafu jambo la pili, nafahamu wana msiba wa rais mstaafu. Hebu hakikisha nani anawapa jeuri hawa vijana wawili. Sawa mkuu. Naam. Bwana Sebastian Don Bosco aliondoka eneo hilo na kumwacha msaidizi wake akimtazama kwa kujichokea. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Ryan akizungumza huku akimtazama Monica kupitia simu yake, kwa sababu mawasiliano yao yalikuwa ni ya video call. Ryan alimuuliza Monica ya kwamba kikao kinasemaje huko. Monica naye akasema ya kwamba kikao ni bwana, kesho mwili utaagwa Berlin majira ya saa 4 na kisha saa 8 mchana tutaianza safari kwa ndege ya jeshi iliyotumwa kutoka Tanzania kurudi Tanzania. So, utaondoka na ndege hiyo ya jeshi ama? Ndio. Monica, kwa nini tusiondoke na ndege ya mzee Eddie? Sijaongea naye kuhusiana na hilo jambo. Mimi nitaongea naye. Monica, usipande ndege ya jeshi. Acha balozi na wafanyakazi wengine waondoke na hiyo ndege ya jeshi. Sawa. Kwa hiyo unarudi? Nitarudi baadaye, kwa sasa kuna mahala nataka kupita mara moja. Okay, sawa basi, mimi utanikuta uliponiacha. Na okay, poa. Ryan mara baada ya kumaliza kuzungumza na Monica alikata simu na kisha akampigia mzee Eddie. Shikamoo baba mkwe. Marahaba. Umekuja Ujerumani, hujanifahamisha kwa nini? Mambo tu yameingiliana mzee wangu, nisamehe sana kwa hilo. Usijali. Hongereni kwa operation yenu, nimesikia imefanikiwa kwa 100%. Yaani kweli mzee wangu. Nadia ameniambia kuna kijana mmoja ametekwa kwenye timu mliokuwa mmeiunda. Ila bado sijapata ripoti kamili. Mzee wangu, Monica amenieleza ratiba kamili. Je, tunaweza kujumuika pamoja kwenye ndege yako kurudi nchini Tanzania? Hakuna tatizo kwenye hilo. Unaondoka saa ngapi mheshimiwa? Dakika 20 baada ya ndege iliyobeba maiti kuondoka, na mimi nitaondoka. Sawa mzee, basi nitakuwa na Monica. Hakuna shaka, karibuni sana wewe na Monica. Asante sana mzee wangu. Hapo Ryan alikata simu huku akitazama bustani nzuri ya maua iliyopo kwenye jumba la mzee Max, jumba ambalo alifanya mauaji mabaya sana siku ambayo Nadia alivamia eneo hilo na kikosi chake kwa lengo la kumuua mzee Max. Aise, kweli tutakufa, mali zote tutaziacha hapa. Ryan alizungumza huku akitazama jumba hilo lililokuwa limenakshiwa kwa rangi nzuri na za kupendeza. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Roy. Roy alizungumza huku akitoka kwenye chumba cha dhahabu akiwa anasema, angalia kama kuna mifuko au masanduku tunaweza tukazibeba hizi dhahabu. Roy alisema hivyo huku akiingia kwenye chumba kingine na hakikuwa na kitu kinachomwezesha yeye kubeba dhahabu hizo. Nancy akasema, mpenzi wangu, huu utajiri hatuwezi kuuacha hapa bwana. Nancy alizungumza huku akitazama umbali walipo wao na helikopta inayokuja kuwachukua. Ni dakika 18 tu. Alafu jamaa wanazidi kuja ujue. Nancy alizungumza kimaanisha kwamba helikopta inayokuja kuwasaidia hapo inazidi kuja. Shit. Bobby, hebu nipatie namna kaka. Hizi dhahabu kuziacha ni uongo hizi kaka. Sikiliza Roy. Mimi nawaza nini sasa cha kufanya hapo? Na hiyo boti ndo hamwezi kuitelekeza yani. Kaka, kuitelekeza hii boti bwana baharini
ni sawasawa na kutelekeza shamba la miwa pembeni ya shule. Oya, Bobby, hii mali kaka. Hebu nisikilize Roy. Jaribuni kuwapiga saundi hawa wanajeshi wanaokuja kuwachukua nyinyi. Bro, kwenye hii issue unajua simwamini mtu yoyote. Okay, nisikilize Roy. Hapo chaguo la mwisho ni kuzima rada. Angalieni ni eneo gani ambalo mpo nalo karibu, alafu kisha mimi nitafanya mpango wa kuweza kuondoka muda huu home kuja kuwafuata nyuko. Oya Nancy, umesikia hiyo? Nimemuelewa. Roy akafunga hiko chumba na wakarudi kwenye chumba cha manahodha. Nancy akasema, hapa eneo ambalo tunaweza kujibana ni kwenye fukwe za Malawi. Nancy alizungumza hivyo huku akitazama ramani inayoonekana kwenye TV iliyopo ndani hapo. Inaonesha wapi walipo na wapi wanapoelekea. Roy akawasha boti hiyo, akazima rada na akabadilisha mwelekeo. Badala kuelekea Tanzania, alianza kuutafuta uelekeo wa Zambia. Mkuu, mbona kama rada imepotea? Rubani alizungumza huku akimwonyesha mkuu wa timu ya makomando 4 waliokuwa wametumwa kwenda kumwokoa Roy pamoja na Nancy. Hebu ongezeni mwendo tuwahi kufika eneo walilokuwa wanaweza kuwa wamevamiwa hawa. Hao wanaweza kuwa wamevamiwa tena. Ongezeni mwendo tuwahi. Kiongozi huyu wa makomando alizungumza huko helikopta ikiendelea kuendeshwa kwa mwendo wa kasi mno. Wasijue Roy na Nancy wamezima hizo rada makusudi ili waweze kuondoka na zile dhahabu walizozikuta ndani ya boti. Upande wa pili tunapata kumwona Naima akizungumza kwa kusema, mbona wamepotea kwenye rada, na hata marubani pia wa helikopta wanashangaa hawaonekani, na hata kamera zilizopo kwenye helikopta hazionekani ujue. Naima alizungumza huku akimkazia macho Bobby mara baada ya kutoka jikoni kuzungumza na simu. Hapo Bobby akawa anaelewa mchezo mzima, kwa nini Roy na Nancy wamezima rada, ila Naima akawa haelewi chochote. Bobby akajifanya kushangaa, eti rada imezimwa? Kivipi tena? Wamepoteaje? Bobby akajifanya naye kushangaa. Naima akasema, Bobby, hebu niangalie. Naima alizungumza huku akimtazama Bobby. Naima akasema, Bobby, mimi nimekuwa jasusi kwenye maisha yangu yote ya majukumu. Huu ni mwaka 24. Unaweza kumdanganya huyu kijana wako huyu IT huyu spana sijui na nini, ila mimi huwezi kunidanganya. Ni ujinga gani nimefanya? Bobby ilibidi ashushe pumzi taratibu, na kisha Naima akamwambia, nakusikiliza, nataka kujua ni ujinga gani mmeufanya. Ni kwamba kuna mzigo wameukuta ndani ya boti. Hivyo tumeshauriana ni vyema kuhakikisha mzigo huo unafika nchini Tanzania, ila kwa njia ambayo tunaijua sisi. Mzigo gani? Hapo Bobby alimtazama spana aliyekuwa anasikiliza mazungumzo hayo. Bobby akamwonyesha Naima vipande hivyo vya dhahabu kwa sababu Bobby alikuwa na picha. Bobby, maisha ndugu zako umeamua kuyatoa sadaka kwa ajili ya vipande vya dhahabu, si ndio? Hivi unaamini hiki nitachokwambia, kwamba Evil Game atakuwa nifuatilia boti yake? Kwa hiyo usalama wa ndugu zako unajua upo katika hali gani? Nisikilize Naima. Hebu kuwa kwenye nafasi niliyokuwa nayo mimi. Umekumbana na kiwango kikubwa sana cha mali kama hiki. Kiwango ambacho hata pension yangu tu ya uzeeni hakiwezi kufikia hata therusi ya hii mali. Ungeziacha hizi dhahabu. Kwa maana hiyo Bobby, kazi tulioifanya usiku kumbe ni bure tu. Tumefanya kazi ya upumbavu tu, si ndio? Sio upumbavu Naima. Unaelewa hizi game zinavyokwenda. Sisi sio wa kwanza kwenye hii dunia kupiga mishe kama ile. Unahisi hili gorofa mimi nilijenga kwa mshahara na ulipo na serikali? Tulipiga ishu Kongo huko kama hii, na baada ya hapo kila mmoja akaendelea na maisha yake na kufurahia upambanaji wake. Nisikilize Bobby, mimi hadi kuwa hapa ni kwa sababu ya heshima ya Nadia tu. Sipendi watu vigeugeu kwenye kazi. Watu wanaobadilika hewani sipendi. Hatuwezi kufanya kazi. Sasa mtajua mnarudije wenyewe.
Mimi kazi yangu nimemaliza. Na sitaki kusikia fyoko wala taarifa yoyote ile. Naima alionekana kumaindi. Alizungumza na kisha kafunga laptop yake. Alisimama na kisha kamtazama Bobby. Nisikilize Bobby. Maji na mafuta haviwezi kuchanganyikana. Siku zote ujitenga. Naima alizungumza huku akimpiga Bobby begani mwake, na kisha alitoka nje ambapo kulikuwa kuna timu ya makomando kutoka shirika la X wanaoimarisha ulinzi nyumbani kwa Bobby. Naima alipotoka nje akasema, "Soldiers?" "Ndio madam." "Hebu mmoja wenu anipeleke na usafiri wenu sehemu ambayo mimi nataka kwenda nikapumzike." "Sawa madam." Tukapande moja gari lipo nje pale. "Okay, poa." Waliingia kwenye gari moja aina ya Ford, na kisha Dogo Spana huku ndani ilibidi amfuate bro wake ambaye ni Bobby. Akamwambia, "Bro Bobby, mbona udada ni mkali sana kwenye hizi mambo?" Uwepo wake nilikuwa namuibia ujuzi ujue. Spana alizungumza hivyo na kumfanya Bobby kushindwa kujibu. Alitazama simu yake iliyokuwa inaita. Bobby ilibidi aipokee. "Yes, hello chief." "Oya Bobby." "Ndio mkuu." "Nimepewa ripoti ya kwamba rada imepotea kule walipokuwa Roy na Nancy. Na watu wa helikopta ninavyozungumza na wewe hawaoni boti na wanajaribu kuitafuta kwenye mawasiliano, hawaipati. Nini kimetokea?" Chief, hata mimi mwenyewe sielewi chochote kile. Sielewi ni kitu gani kimemkuta Roy na Nancy. Tunajaribu hapo kuwasaka lakini tunawakosa." Shit. Au watakuwa wamevamiwa nini? Chief, bado sijajua kusema lo kweli. Sasa Bobby, hebu sikiliza. Hebu endelea kufanya jambo kwa upande wenu na sisi huku tunaendelea kuwatafuta. Okay, sawa Ruben, haina shida. Hapo Bobby akawa amekata simu. "Kaka, kuendelea kumdanganya mpaka Chief Ruben huoni kama ni tatizo?" "Dogo, hebu jiandae, tunakwenda ukanda wa Zambia. Acha nikamwage mke wangu, sawa?" "Poa kaka." Bobby alipandisha ngazi huku akiwa anakimbia. Aliingia chumbani kwake na kumkuta Bad Lady akiwa amejilaza ubavu. "Hey, baby." "Vipi?" Bad Lady alizungumza kwa sauti ya uchovu. "Nisikilize mke wangu. Na kwenda kuachukua Roy na Nancy." "Wow, kumbe wameshafika eh?" "Hapana." "Unamaanisha nini kusema hapana?" "Ipo hivi. Kuna huu mzigo hapa. Wameukuta kwenye chumba kimoja cha boti hiyo. Kwa hiyo wametaka kuondoka na hii mali." Kwa hiyo ndio tunakwenda kufuatilia. Ikiwezekana huu mzigo tu bebe bila serikali kuweza kujua. Kwa maana huu mzigo tutauingiza kimagendo nchini Tanzania." "Basi baby, twende wote." No. Hapana, wewe ni mjamzito. Naondoka na huyu Dogo Spana huyu kwa ajili ya kuweza kuwatafuta kwenye masuala mazima ya satellite. Ila kwa sasa utalindwa na hao makomando waliopo nje." "Kwani wewe baby unawaamini hao makomando?" "Usimwamini mtu. Tukitoka unajua namna kuweza kuifunga nyumba." "Sawa. Ila utakapojisikia vibaya basi unaweza kuwaomba msaada." "Sawa mme wangu. Nakupenda sana." "Nakupenda pia." Bobby alimpiga busu Bad Lady na kisha akasimama. "Badilisha basi nguo." Okay, sawa." Bobby alibadilisha nguo haraka na kisha wakaondoka nyumbani kwake hapo na huyu Dogo Spana akiwa mwongozana na huyu Spana ambaye Dogo ni masuala ya IT. "Sasa kaka, tunakwenda Zambia kwa gari?" "Tutatumia helikopta." "Helikopta kaka, tunaipata wapi?" "Tulia mdogo wangu, wewe tulia." Bobby alizungumza huku akiliendesha gari kwa mwendo wa kasi. Ndani ya dakika 20 wakafika kwenye shamba lenye miti mingi ya mbao. Wakafika kwenye nyumba iliyopo katikati ya shamba hilo. Wakashuka, wakazunguka nyuma ya nyumba hiyo ambapo kulikuwa kuna kiwanja na helikopta waliokuwa wameifunika na turubai kubwa lenye nyasi nyingi ndefu. Spana huyu Dogo hakuamini kuiona helikopta hiyo. Dogo Spana akasema, "Mkuu, hii si ni H225 Spana alizungumza huku akimtazama Bobby akifungua mlango wa helikopta hiyo yenye msalaba mwekundu ikiashiria ni helikopta ya msalaba mwekundu. Bobby akasema, "Dogo, acha kuongea sana, panda."
Spana aliingia ndani ya helikopta hiyo ambayo taratibu ilianza kuwaka huku panga zake zikianza kuzunguka taratibu. Dogo Spana kavaa pale headphone kama alizozivaa Bobby, ambaye taratibu akaanza kuipaisha helikopta hiyo. Kaka, unaweza kweli kuendesha kaka? Spana alikuwa bado ni mwoga. Alizungumza huku akiwa anachungulia miti hiyo kwa chini. Bobby hakulijibu hilo swali, zaidi tu ya kuiweka helikopta hiyo katika usawa anaohitaji, na safari ilianza kwa mwendo wa kasi, huku spidi yake ya helikopta hiyo ikiwa ni kubwa kweli kweli. Wakiwa wako hewani dakika kama 20 hivi, ghafla sauti zikaanza kusikika kwenye headphone zao. Tanzania Air Force Military, jitambulisheni nyinyi ni akina nani na wapi mnaelekea, la sivyo tutawadungua mkiwa mko hewani. Bobby macho alimtoka huku akiwa anatazama ndege mbili za kijeshi aina ya Jet F-22, moja ikiwa kwa upande wa kulia, nyingine ipo upande wa kushoto. Kitu ambacho Bobby hakutarajia ni kwa ufupi ni kwamba walijikuta wamewekwa chini ya ulinzi wakiwa wako angani huko kudadeki. Lo, huku sasa upande wa pili, Nancy akamwambia Roy, "Baby." Nancy alizungumza hivyo huku akiwa anatazama kwenye rada yake na akaona alama za boti zipatazo 4 zikiwasogelea tena kwa mwendo wa kasi vibaya mno. Roy alipoona zile boti zinawasogelea akasema shit. Alishajua tayari taa ya tahadhari imewakaribia. Roy huku akiwa anaongeza mwendo wa boti hiyo, ila kadiri anavyozidi kukanyaga mafuta ya hiyo boti na ndivyo boti hiyo inavyozidi kupungua geji ya mafuta, na hizo boti 4 nazo pia zilikuwa zinazidi kuwasogelea. Sikiliza Nancy. Au ngoja mimi niongeze mwendo alafu ngoja kwanza. Roy kila alichokuwa nakiongea kilikuwa ni hakieleweki. Ilibidi amwachie usukani Nancy. Roy akaenda kuitoa miili miwili katika chumba cha manahodha, akaifungia katika chumba kimoja na kisha akaikusanya miili yote na kuiingiza kwenye chumba hicho, huku akawa anasikilizia namna boti inavyopunguza mwendo. Kwa haraka ilibidi akimbilie kwenye chumba cha manahodha. Nancy, vipi? Roy aliuliza swali hilo, lakini Nancy hakujibu chochote. Zaidi tu Roy aliangalia hizo boti mbili za jeshi zilizokuwa zimesimama mbele yao, huku pembeni upande wa kulia kukiwa kuna boti na upande wa nyuma kukiwa kuna boti nyingine, na katikati ya boti hizo za mwendo kasi wanajeshi wake walikuwa na mitutu mikubwa ya bunduki ambayo kama wakihitaji kuisambaratisha boti hiyo ya kina Roy ni kitu cha sekunde tu, boti ya kina Roy inasambaratishwa na inakuwa vipande. Sasa ni kwamba Roy na Nancy nao wamewekwa mtukati, wamezungukwa na boti za kijeshi. Unahisi nini kitatokea? Lo, lakini pia vile Bobby pamoja na ule dogo Spana wakiwa na helikopta kule angani na wenyewe walikuwa wamewekwa mtukati na wanajeshi wa jeshi la anga. Unadhani na wao watafanya nini? Lo, hapo ndipo Bobby alipokumbuka ile kauli aliyoambiwa ya kwamba maji hayachanganyikani na mafuta. Hii kauli aliambiwa na Naima. Hebu usikose kuungana nami kwenye sehemu ya 20 tupate kujua sasa itakuwaje. Sio Bobby, sio Roy, wote wanaambiwa wamewekwa chini ya ulinzi. Patamu hapo inasema patamu. Mimi Uncle Jay sina la kusema. Tukutane kwenye sehemu ya 20. Lo.